tunaposikia upatanisho ni kurejesha mahusiano ambayo tulikuwa tumeyapoteza sisi. Ndio maana Yesu alikuja kwetu. Alijua kabisa kwamba duniani kuna kitu ambacho tutaenda kupitia. Kuna vitu ambavyo tutaenda kupitia. Alijua kabisa kwamba duniani nitaenda kutemewa mate. Alijua kabisa kwamba duniani nitaenda kupigwa. Lakini aliamua kufanya hivyo kwa ajili ya kutunusuru sisi roho zetu ambazo ingetakiwa dunia nzima tuungukie kwenye jehanamu ya milele, lakini akaamua kujitoa ili tunusuriwe tupate uzima wa milele. Bwana asifiwe. Kwa hiyo njia ya upatanisho, mpatanishi ni mmoja tu, na mpatanishi huyo ni Yesu Kristo. Yohana 1:1 Amina. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kumbe neno ambalo tunatakiwa tujifunze hapa, Yesu ndiye alikuwa neno. Yesu ndo alikuwa neno. Ukisoma Biblia, kama Yesu alikuwa neno, maana yake alikuwako toka mwanzo. Ndio maana ukisoma sura ya 1 anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Lakini amesema naye neno alikuwa ni Mungu huyo huyo. Bwana Yesu asiwe. Kwa aliamua kujitoa, akaona si kitu kukaa katika maskani ya mbinguni. Akaona si kitu kukaa katika ufalme wake ili aje duniani kuja kutupatanisha sisi. Aliona si kitu heshima aliyokuwa nayo kule mbinguni, lakini ule moyo wa upendo na moyo wa huruma, akaamua kuja kwetu, akafanyika mwili. Yaani yale ambayo tunapitia ndiyo yale ambayo aliyapitia Yesu. Alikuja kwetu akafanyika mwili. Huo mwili ambao alikuwa nao ni kama miili yetu sisi, ila yeye hakujali hilo. Alichoangalia ni kuleta ukombozi kwa wanadamu, ni kuleta marejesho, upatanisho ndani ya roho zetu, ni kuleta ukombozi kwa roho ambazo zilikuwa zimepotea. Bwana Yesu asiwe.